Historia ya Mwanamalundi. Huyu bwana alikuwa ni jitu kubwa sana. Alikuwa ni mcheza ngoma maarufu katika kabila la Wasukuma, ngoma zinazojulikana kama Wigashe. Kadri ya masimulizi ya wazee wa Kisukuma na kitabu kimoja cha miaka 70, huyu Mwanamalundi historia yake iko hivi. Mwanamalundi alizaliwa katika ukoo wa Kiuganga na Uchifu. Aliyehesabiwa kuwa ni mmoja wa watu wenye miujiza mingi. Mwanamalundi anaelezwa kuwa na uwezo wa kufika mbali kutoka nyumbani kwa muda mfupi. Aliweza kutibu watu kwa uganga wake, kwani alifahamika sana kwa hilo, na alikuwa anaweza kuvuka maji marefu kwa kuweka dawa na maji yakijitenga, na yeye akapata uganga huo kwa bibi mmoja huko Usukumani. Masimulizi yanasema aliondoka na vijana wenzake watatu kwenda kutafuta huo uganga, lakini ni yeye tu aliyeshinda vimbwanga vya bibi huyo aliyejigeuza kuwa faru, na wenzake wakatimua mbio. Mama yake huyu Mwanamalundi alikuwa na kishoka fulani kilikuwa kinamuonesha kuhusu mwanaye Mwanamalundi kadri alivyozidi kusafiri kwenda mbali. Kile kishoka ambacho huning'inizwa ukutani hupanda juu taratibu. Akifika sehemu kupumzika, kile kishoka kinatulia. Akianza kusafiri kurudi, kile kishoka kinashuka chini. Kile kishoka kikifika chini kabisa, mama yake Mwanamalundi anajua wazi mwanaye tayari amesharudi. Pia pale Mwaloni Mwanza, kwenye kivuko cha Kamanga Ferry kwenye mwamba wa Bismarck, kuna fito ambazo inasemekana ziligongelewa na huyu Mwanamalundi. Nani anaweza gonga fito katika jiwe na zikaingia bila mwamba huo kupasuka? Inastajabisha sana. Pale Tabora kuna kitongoji kinaitwa Itobo. Kuna unyayo wa Mwanamalundi na mbwa wake kwenye jiwe kubwa, wenyewe wanaita Itare. Huyu jamaa aliwatesa sana Wajerumani. Walimsafirisha hadi pwani, lakini walimrudisha kwa sababu ya miujiza yake. Wakati anaondoka, alimwachia mama yake maziwa ya ng'ombe na kumwambia kuwa maziwa ya kiganda wajue kuwa ameshakufa, lakini hayakuganda kwa muda wa mwaka 1.5 hadi aliporudi. Siku moja Mwanamalundi na wenzake wawili walikwenda kwa bibi kizee mmoja kutafuta dawa itakayowasaidia katika shughuli zao za kucheza ngoma, ambako bibi kizee huyo alikubali kuwasaidia. Tujagi lolo mweporu bana, akiwa na maana kwamba twendeni sasa porini watoto wangu. Mwanamalundi aliongozana na wenzake pamoja na kizee huyo mpaka porini. Walipofika porini, bibi kizee huyo alikamata vinyonge watatu na kuwawekea vichwani kila mmoja na kuendelea kusonga mbele porini. Baada ya kufika katikati ya pori nene, bibi kizee aliwaambia wote wasimame. Anasema baada ya kusimama, aliamuru kila mmoja achimbe shimo lenye urefu hadi kiunoni, na baada ya kukamilika kwa mashimo hayo aliwaambia wakusanye kuni na kuzitumbukiza. Baada ya kuchimba, walipekecha moto na kuziwasha zile kuni, na moto ulipowaka alichukua wale vinyonga watatu na kuwawekea dawa mdomoni, na kisha aliwatupa ndani ya moto huo. Wote wakateketea. Mwanamalundi na wenzake wakiwa bado wanashangaa vinyonga hao kuungua, na ghafla alitokea kifaru kwenye moto huo na kuanza kuwakimbiza hovyo, na wote walisambaratika na bibi kizee wao. Mwanamalundi alikimbia akapanda juu ya mti. Kifaru alifika kwenye shina la mti na kuanza kuliparua kwa hasira, na baadaye aliondoka. Kabla hajafika mbali, alimuona yule bibi kizee akikutana na kifaru huyo. Mwanamalundi alishuhudia kifaru akimrarua bibi kizee mpaka kufa, kisha kifaru alipotelea kusikojulikana, huku akimwacha Mwanamalundi asijue la kufanya juu ya mti. Mwanamalundi baada ya muda alishuka juu ya mti na kwenda kwenye maiti ya yule bibi kizee. Akamua aibebe mgongoni airejeshe nyumbani, lakini kabla hajafika mbali alisikia sauti ikisema, "Igulu bajahe abiyo," akiwa na maana ya Igulu, wenzako wamekwenda wapi? Sauti hiyo ilimstua Mwanamalundi, ambaye alimshusha bibi kizee mgongoni mwake, na akashangaa kumwona bibi kizee huyo akiwa hai, tena asiyekuwa na jeraha lolote kama ilivyokuwa baada ya kushambuliwa na faru. Bibi alimwambia twende kwenye mti uliokuwa umepanda. Mwanamalundi aliongozana na bibi kizee huyo mpaka kwenye ule mti. Aliyachukua magamba ya mti yaliyokuwa yamepaloliwa na faru. Baada ya kufika, bibi kizee huyo alimtengenezea dawa aliyokuwa anahitaji, na kisha Mwanamalundi alirejea kwao kuendelea na shughuli zake za ngoma aina ya kahena, ambayo mpaka leo inaendelea kwa jina lingine la Wigashe.
Tuangalie malumbano na mapambano kati ya Mwanamalundi na Mtemi Charya. Mwanamalundi akiwa katika harakati zake za kujimarisha katika masuala ya dawa za ngoma, alienda kuchimba kwenye pori la Mwambutu huko wilayani Maswa, ambayo sasa ni Kishapu, ambalo lilikuwa katika milki ya Mtemi Charya. Inaelezwa kuwa baada ya kufika katika pori hilo akiwa na wafuasi wake wakiendelea kuchimba dawa, ghafla alitokea Mtemi Charya na kumuuliza, "Wewe nani amekuambia uje kwenye pori langu?" Mwanamalundi alimjibu, "Wewe ni mtemi wa watu wote na mimi ni mmiliki wa mapori yote." Kauli hiyo ilimuuzi Mtemi Charya. Mtemi Charya aliita jeshi lake kwa lengo la kuja kumkamata, lakini walishangaa baada ya kufika katika eneo waliloelezwa na mtemi wao kuwa Mwanamalundi anatakiwa kukamatwa na kuuawa, lakini walishindwa baada ya kukuta simba wengi sana. Jeshi hilo la mtemi ilibidi kukimbia kujiokoa, kwani simba hao walianza kuwashambulia. Wengine walitawanyika hovyo na baadhi yao wachache tu ndio walionusurika. Lakini cha kushangaza, walipofika nyumbani kwao walimkuta Mwanamalundi na wafuasi wake wanamaliza kula chakula nyumbani kwa Mtemi Charya, ambaye hata yeye alichanganyikiwa na kushindwa kuongea lolote. Mwanamalundi baada ya kumaliza chakula cha Mtemi Charya aliondoka na wafuasi wake na akapita kwenye lile pori akichimba dawa zake na kuondoka kuendelea na maisha yake. Siku moja kulikuwa kuna mashindano ya ngoma Mbina. Wakati mashindano yanaendelea, wakaja wasaidizi wake waliokuwa wanashughulika na kupika na kumwambia hawakuwa na kuni. Sasa na yeye alichokifanya ni kunyanyua mkono wake kuelekea upande kuliko na miti na kuamrisha kwa kusema, "Umagi pye abingwe," akiwa na maana vyote vilivyokuwa upande ule alioelekeza mkono wake vikauke ili wapate kuni. Lakini badala ya miti pekee, ila kila kitu kilikauka pale. Katika ngoma zake alikuwa na tabia ya kuwatahadharisha mashabiki wake kwa kuacha kwenda wakiwa wamejipaka dawa yoyote. Aliwaambia, "Nyie, asije mtu amejipaka dawa yoyote hapa. Kama ni kuoa ataoa hapa hapa, kama ni mali atapata hapa hapa." Hata hivyo, kuna wale waliopuuza kauli hiyo kwa kuja wamejipaka dawa kwa lengo la kujipima uwezo wao na dawa zake, lakini hawakufanikiwa na badala yake walifariki. Mwanamalundi alikuwa analima shamba la viazi. Asubuhi ikifika jioni, anakwenda kuvuna vikiwa tayari vimeshakomaa kabisa. Mwanza mjini kuna sehemu panaitwa Kitangiri, kama kilomita 4 hivi kutoka Mwanza mjini. Kuna sehemu inaitwa Jiwe Kuu. Pale alichimba bao kwenye mwamba mkubwa wa jiwe kwa kutumia kisigino, na jinsi alivyokuwa anacheza bao, aliweka mkono wake chini. Ile alama ipo hadi leo. Pia jinsi alivyokaa wakati akicheza bao, alama ya makalio na yenyewe ipo. Pia inaonekana wakati anajiandaa kucheza bao, mkononi alikuwa amebeba mkuki. Jinsi alivyochomeka kwenye jiwe utazani kazamisha kwenye mchanga. Kutokana na kuharibu mazao na mali za watu kwa kukausha hata watu, alihukumiwa kunyongwa. Wakati anapelekwa huko Tabora kunyongwa, aliwapiga mkwara kidogo maaskari kwa kukausha mti mmoja mkubwa, kisha akawaambia waendelee na safari. Kutokana na vimbwanga alivyovionyesha huko Tabora, waliogopa kumnyonga, hivyo walimpeleka Zanzibar kutumikia kifungo. Lakini cha kushangaza, kila siku alikuwa anaonekana mtaani na wafuasi wake. Mara nyingi alionekana akivuka bahari kwa miguu kwenda Dar. Alikuwa anatengeneza barabara katika maji ya bahari kwa kutenganisha maji. Mwisho wakaona wamwachie huru. Alifariki mwaka 1934. Mjukuu wake ndiye alikuja kuanzisha jeshi la sungusungu miaka ya 1980, jeshi lililotaka kurudisha nidhamu katika jamii ya Wasukuma. Mwanamalundi alikuwa anaitwa mtoto wa dawa kwa sababu baba na mama yake huko nyuma hawakubatika kupata mtoto. Mara baada ya baba yake kuhangaika sana, mwisho aliamua aende kwa mganga wa jadi. Maelezo ambayo alipewa na mganga wa jadi ni masharti ya kukubali kufa mara baada ya Mwanamalundi kuzaliwa. Mganga wa jadi alimweleza baba yake Mwanamalundi kuna dawa anatakiwa kuitumia na watapata mtoto wa kiume mwenye maajabu sana. Hivyo baba yake Mwanamalundi alikubaliana na masharti ya mganga wa jadi, na mara baada tu ya Mwanamalundi kuzaliwa, baba yake alifariki. Baada ya Mwanamalundi kufukuzwa na Mtemi Charya katika himaya yake, Mwanamalundi alielekea huko Seke mkoani Shinyanga. Alipokelewa na Mtemi Mahizi. Alikuwa ameshasikia habari za huyu bwana.
aliendelea kuishi hapo Seke akiwa anaelewana sana na Mtemi Mahizi. Wakati Seke ilivamiwa na Wamasai ambao walikuwa na tabia ya kuiba ng'ombe katika kijiji hicho, basi siku hiyo waliiba maelfu ya ng'ombe. Wakati wakiwa wanaondoka, alitokea Mwanamalundi na kupuliza dawa zake, ndipo Wamasai waligeuka vichaa, wengine walikuwa vipofu na wengine walikufa. Kadri ya msimulizi, kitendo hicho kilichofanywa na Mwanamalundi kiliwakadhabisha sana machifu na watemi wa Kimasai, na inaelezwa ndio chanzo cha kifo chake, maana hakuchukua muda mrefu baada ya tukio lile. Alikufa katika kijiji cha Ngalitu, na siku ya kifo chake watu waliehuka na kuanza kukimbizana hovyo hovyo. Siku ya mazishi yake ilikuwa mida ya saa 8 mchana. Wingu nene lilitanda. Mara baada ya kuzikwa, ilianza mvua ya lashalasha ambayo ilikuwa ikinyesha tu juu ya kaburi lake. Kisha moshi ulianza kutoka kwenye kaburi lake, ulikuwa mrefu, umenyooka kuelekea angani. Watu wengi waliokuwepo pale waliamini Mwanamalundi amepaa angani.